Kwingineko, mwanamume mmoja mtazamaji ambaye ni dereva wa matatu katika eneo la Lanet, kaunti ya Nakuru, amenusurika kifo baada ya afisa wa polisi kumpiga risasi mara 4. Ni kisa ambacho kilitokea baada ya dereva huyo wa matatu kugonga gari la afisa huyo wa polisi. Hapo basi ndipo ghadhabu polisi huyo zilimpanda na kumfyatulia risasi dereva huyo wa matatu. Ni kisa kilichovutia umati wa watu, wengi wakielekea kushuhudia mlio wa risasi uliowafikia. Nilikuwa hapo kwa barabara, nataka cross barabara. Hii person wakai katokea huko juu. Ilikuwa na yumba hivi kwa barabara. Kulingana na dereva wa matatu hii, Peter Njoroge Njuguna, alikuwa akielekea mjini pale alipokutana na gari dogo lililoelekea upande wa pili. Ilipofika karibu na mimi, ikarudi kwa upande wangu, ikanigonga hapa pembeni. Niliponigonga pembeni, nikarus control kidogo, nikaona gari itatupa kwa mtaro. Katika ile hali ya kujaribu kurudisha kwa barabara, nikajipata niko kwa mtaro. Na baada ya kujibizana kwa muda, Njoroge anasema alielekea kwenye kituo cha polisi cha Lanet kupiga ripoti, lakini hakuona mtu yeyote na kumlazimu kurejea eneo la ajali. Na hapo ndipo purukushani ilipoanza. Nilipoona ametoa bunduki na nikakumbuka ya kwamba alikuwa mlevi, mimi nilianza kukimbia, nikajaribu nione kama kwanza nitajiponya kwa kuingia kwa jeshi. Kulingana na Njoroge, polisi huyo alimfuata na kumfyatulia risasi, huku risasi ya pili kimlenga mguuni na kumlazimu kusimama. Na alipomkaribia, nikamwambia hakuna haja ya kuniua kwa sababu hii ni mambo kidogo tunaweza ongea. Akanipiga risasi nyingine. Sasa alipolipiga risasi nyingine nikapiga magoti. Kisha Njoroge anasema alinua mikono kujisalimisha, lakini polisi alisisitiza kumua kisha baadaye ajiue. Haya, akajiweka risasi kwa ile bastola kwa kinywa chake. Alipojiweka risasi nikamwambia kuna haja ujiue. Ndio sasa baadaye akanipiga risasi ya mkono. Raia waliokuwa wamejawa na ghadhabu baada ya kuona purukushani hiyo yote walimvamia na kuanza kumpiga polisi, na alipokuwa hoi raia wakamwacha na badala yake wakamchukua dereva wa matatu na kumkimbiza hospitalini. Afisa huyo afueni yake ilifika pale maafisa wenzake walipowasili na kumkimbiza hospitalini. Hao polisi wa Lanet wametusumbua kwa muda mrefu sana. Wamekuwa hata ukipata kitu huko juu, badala wakuje upige simu wakuje wakusaidie, unakuta hao watu ni walevi, unakuta ni walevi. Sasa si unaona hata huyu askari alikuwa kukunywa. Mkuu wa polisi eneo la Nakuru Bernard Kiyoko alisema uchunguzi umeanzishwa kujua kwa nini haswa afisa huyo alitumia bunduki yake kiholela. Kamchemenza, KTN leo, kaunti ya Nakuru.